ni habari nyepesi. Nikoleke msikilizaji wa Radio 1 Stereo katika habari nyepesi Jumatatu ya tarehe 25 mwezi wa 7 tuweze kusafiri pamoja tuangalie visa na mikasa huko kwa wenzetu, tukianza naye kutoka kule nchini Marekani. Mfungwa mmoja katika gereza moja la North Dakota huko nchini Marekani ametafuna miwani ya mfungwa mwenzake na kumeza vioo vya miwani hiyo kwa hasira tu za kukosa nafasi ya kuzungumza na mchungaji. Mkuu wa polisi katika jiji la Bismarck ambako tukio hilo limetokea ameliambia shirika la habari la AFP kuwa kimbembe hicho kilianza pale mchungaji wa kanisa moja alipotembelea gerezani na kuwafariji wafungwa kwa neno la Mungu. Wakati wa huduma hiyo, mfungwa aliyetafuna miwani na aliyetafuniwa miwani yake hawakupewa nafasi ya kuonana na mchungaji huyo kwa sababu ya tabia zao za ukorofi. Ndipo kwa hasira ya kukataliwa kuonana na mchungaji, mfungwa huyo akampora mwenzake miwani yake ya macho na kuitafuna fremu yake ya bati na kumeza vioo vya miwani, jambo lilosababisha akimbizwa hospitali na kutolewa vioo vyote viwili kabla kurudishwa gerezani akiwa salama salmini kuendelea na kifungo chake. Lakini kule Macedonia, mahakama moja huko nchini Macedonia imewatia hatiani wanyama waitwao kingu jamii ya vicheche kwa kosa la kula asali katika mizinga ya nyuki ya mkulima mmoja mkazi wa jiji la Bitola bila ruhusa ya mwenyewe. Mahakama hiyo ilisikiliza kesi hiyo bila washtakiwa kuwepo mahakamani, ambapo mwendesha mashitaka alidai mbali ya kingu wao kula asali bila idhini ya mwenye mizinga, pia waliharibu mizinga yote ya asali. Katika kuhakikisha kesi hiyo inasikilizwa ingawa wanaoshtakiwa ni wanyama, wakili wa upande wa mashitaka aliambia mahakama kuwa kilichosababisha asali na mizinga ya mteja wake kuharibiwa ni kuwepo vichaka katika eneo la manispaa ya mji wa Bitola, eneo ambalo linapakana na shamba la mteja wake ambaye ni mfuga nyuki. Baada ya kuzingatia hoja hizo pamoja na kujionea ushahidi wa mazingira, mahakama iliwatia hatiani wanyama hao na kuiamuru halmashauri ya mji wa Bitola kulipa fidia ya milioni 6 kwa vile kingu wao ni wakazi wa mji huo. Mbili yaelekea kuwa na dakika 3. Watoto wetu siku hizi ni tabu tupu msikilizaji. Mzazi unajitahidi kuhakikisha familia yako walau haipiti siku 2 au 3 basi vijana wako aidha wamekula wali kuku, nyama ya ng'ombe, wali njegere, chips kuku na vyakula vingine tofauti. Lakini utamsikia mmoja wa watoto wako au wote eti wanasusa kula, ukiuliza sababu utasikia tumekinai mikuku, tunataka makaroni. Yaani wao watoto ndo wanapanga chakula ndani ya nyumba, tofauti na zamani mama ndo anapanga kila kitu. Wenzao miaka 80 nyama ikibandikwa tu jikoni hujui italiwa na wali au ugali, aidha ni ya familia au kuna mgeni anakuja, wewe mradi umeona nyama jikoni imebandikwa uchezi mbali na nyumbani, na siku hiyo hata ukitumwa wapi hununi, utaenda ukiwa na furaha tele. Sasa leo nataka niwakumbushe miaka 80 watoto walivyokuwa wanaitana mitaani kwenda kula. Yaani kama upo na wenzako mtaani mnacheza mpira au mnapigana hadithi, chakula kikiwa tayari nyumbani, ndugu yako akija kukuita lazima kuite katika staili ambayo wenzako wasijue kwamba sasa ni wakati wa maakuli. Na pia kulikuwa na lugha tofauti za kuitwa nyumbani kula kutokana na chakula kilichopikwa siku hiyo. Miaka hiyo kulikuwa na lugha tofauti za kuitana kulingana na msosi uliopikwa nyumbani siku hiyo. Kwa mfano, siku hiyo nyumbani kwenu kumepikwa ugali wa maharagwe, ndugu yako akija kukuita utasikia na kuambia wewe Mwaipaya we, ukiitikia naam, ndugu yake anamwambia uje ukule. Afana akishamaliza hivyo anageuka. Wewe unakusanya vilivyo vyako, kama ni mpira wako ama karatasi, aidha umwachie rafiki yako unayempenda zaidi au uondoke na mpira wako wa kusubiri kutoka kula ndio mpira uendelee. Sasa siku wakiwa wamepika ugali na samaki, siku nyumbani wakiwa wamepika ugali na samaki, akija kuitwa mtaani akiwa anacheza na watoto wenzake, utamsikia nduguye anamwambia wewe Mwaipaya we, akiitikia naamu anaambiwa unaitwa na mama. Hapo unajua leo ugali na samaki unachomoka mbio kuelekea nyumbani. Sasa siku hiyo ndio upikwa wali na nyama nyumbani. Hapa ndio penye shughuli. Siku hiyo ndio upikwa wali nyama nyumbani, ukiwa katikati ya mpira unacheza na watoto wenzako na mchezo umenoga kulikweli, mara kaka yako anachomoza pembeni ya uwanja na kupaza sauti wewe Mwaipaya we, basi wewe unaacha kumkaba mchezaji mwenzako, unamwangalia kaka yako kumsikiliza anataka kukuambia nini. Wewe unageuka na kukutana na macho ya kaka yako anakuambia tu shauri yako, kisha anageuka anaanza kuondoka, basi wewe unachomoka nduki kwa nyumbani, unajua leo wali nyama. Wewe Mwaipaya wewe, ukiitikia naam naambiwa shauri yako, tafsiri yake chelewa kama hujaja kukuta sinia jeupe watu wamemaliza ubwabwa. Msikilizaji, shauri yako.
Kwaheri. Tanzania's favorite radio station.